Baada ya kupokea ile simu inayozungumza ujumbe mzito wa namna hiyo, kiukweli tulikuwa tumepagawa na kuchanganyikiwa wote, kwa sababu niliweka audio speaker kwamba ndugu zetu wa Dar es Salaam wao wanatupigia kujua tumefikia wapi. Kila mtu alikuwa amesikia. Sasa tukawa tumepagawa kwamba bwana yani hata kufika kwenyewe huku ni bahati. Sasa tunapata picha na tunaendelea kujadiliana sasa tufanye nini? Ndio tunapigiwa hiyo simu. Kwa maana hiyo tunazidi kuelewa kwamba hapa kuna kitu. Sasa tutangoja tu. Lakini haya jamani, tusiafikishe kwa wahusika, watu wa huku wote tusiwaambie chochote, wala mzee mwenyewe huyu tusimwambie chochote. Tunataka tujue hili, tumelijua sisi tuliotoka Dar es Salaam, tunataka tuone tutafikia wapi. Basi wakati tunajadiliana hivyo, yule mzee ambaye ni baba wa marehemu akasema, haya vijana wote mliotoka Dar es Salaam na wale wazee, hebu njooni. Wakati huo dada yake huko analia na wanawake wengi tu wamejaa, kama kawaida ya msiba ilivyokuwa, watu wanalia, lakini huku majadiliano yanaendelea. Akawa anasema, nimewaita hapa baada ya kujadiliana huko kwa muda mrefu, na nyinyi mmejadiliana kwa muda mrefu, na mimi nilikuwa natafakari kwenye kichwa changu, nilikuwa naomba niwaeleze kitu. Naona lugha ya aina yoyote nitakayezungumza mimi, mnajua nimechanganyikiwa. Sasa naomba niwaambie hivi, nahitaji nyinyi mliotoka Dar es Salaam mumteue mtu mmoja, na nyinyi wazee wa kijiji hiki mumteue mtu mmoja. Baada ya yule mzee kutuita watu, mmoja kutoka Dar es Salaam na mmoja kutoka katika kile kijiji, basi katika kile kijiji wakamteua mzee mmoja ambaye naye alikuwepo hapo, akaenda kwa yule mzee. Watu tuliotoka Dar es Salaam waliniteua mimi kwa sababu wengi walikuwa vijana wadogo. Kwa hiyo wakasema, bwana wewe kwa sababu katika huu msafara ndio mkubwa, nenda. Basi mimi nikatoka nikaenda kwa yule mzee. Akasema, naomba twendeni chumbani kwangu. Kumbukeni wakati huo maiti imewekwa katika chumba kingine kabisa ndani lakini ya nyumba yake. Naomba twende chumbani kwangu tukayajadili haya mambo kiupana. Basi tukatoka mpaka chumbani kwake, tukaingia ndani ya chumba chake, mzee akafunga mlango. Mimi nikawa na maswali mengi najiuliza kwamba natolewa kafara, mwisho wangu umefika hapa, leo itakuwaje? Kwa sababu ya ile simu niliyopigiwa kutoka Dar es Salaam ya kuambiwa kwamba ile maiti ipo kule inatembea, ndio kitu ambacho kilinisema humu nikiingia nitatoka salama.